tai wanakusanyika pamoja. Hii ni barua ya leo Jumamosi, tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka wa 2026, kutoka kwa nabii wa Mungu ndugu Joseph Branham wa maskani ya Branham huko Jeffersonville, Indiana, Marekani, kwa bibi harusi wa Yesu Kristo kote ulimwenguni. Mpendwa bibi harusi aliyechaguliwa, wakati tunapousikiliza ujumbe huu, kuchagua bibi harusi, wengine wanafikiri kwamba nabii anazungumza tu na kutufundisha kuhusu tabia na kimo ambacho mwanamume anapaswa kuangalia wakati anapomchagua mwanamke anayemtaka awe mke wake. Hiyo ni kweli, anafanya hivyo, lakini hapo kuna barua ya mahaba halisi iliyofichwa katika maneno yake. Kile yeye anachomfunulia bibi harusi wake ni cha kina zaidi. Mungu anazungumza na yeye bibi harusi moja kwa moja, akimwambia kile yeye alichokuwa akikitafuta ndani yake, na kwa nini yeye alimchagua tangu mwanzo. Yeye alimtaka yeye bibi harusi ajue kwamba yeye amemchagua awe bibi harusi wake kipenzi wa kupendeza, ambaye yeye alitaka ashiriki naye umilele wake. Hapo mwanzo Mungu alikuwa akimtafuta bibi harusi ambaye angekuwa na tabia ile ile ya kwake. Roho wake yule yule angedhihirishwa ndani yake bibi harusi. Yeye alimtaka bibi harusi ambaye alikuwa amejitolea kabisa kabisa kwake na neno lake lililoahidiwa, mpaka nia ile ile iliyokuwamo ndani yake iwe ndani yake. Yeye bibi harusi lazima afinyangwe kama yeye alivyo. Yeye alimtaka awe mwili wake ule ule, mifupa ile ile, roho yule yule, kila kitu kile kile, kama tu yeye hasa. Wawili hao wangekuwa mmoja. Yeye hangekuwa na namna fulani ya macho jeuri. Yeye hangebembana huko na sauti nyingine yoyote. Yeye angekuwa mwaminifu na mkweli kwake, haijalishi mtu yeyote angesema nini. Yeye angemkubali kwa neno lake. Chochote yeye alichosema, yeye angeamini kila neno. Haijalishi ingechukua muda gani hilo kutimia, yeye angeliamini. Yeye angedumu na neno lake. Yeye bibi harusi angempenda yeye na yeye peke yake. Haikumlazimu yeye kumpa utajiri mwingi. Yeye alikuwa na lulu ya thamani kuu, ule ufunuo wa kweli wa yeye bwana harusi. Yeye bibi harusi angejua wao walikuwa mmoja na kitu kimoja. Roho wake angekaa ndani yake. Chochote yeye bibi harusi alichokihitaji, yeye angempa. Kitu tu yeye bibi harusi alichopaswa kufanya ni kuomba na kuamini, na yeye angekifanya. Yeye bibi harusi alijua yeye bwana harusi angeondoka kwa muda mrefu kwenda kumjengea yeye nyumba ambayo ingekuwa na kila kitu, jinsi tu vile yeye apendavyo kiwe na atakavyo. Yeye alikuwa akijenga jinsi ambavyo yeye bibi harusi angeipenda. Yeye bibi harusi alijua siku moja yeye bwana harusi angerudi kumchukua yeye kama yeye alivyoahidi. Kisha wangekuwa na karamu kuu ya harusi kwa miaka 1000. Ndipo wao wangeenda pamoja kwenye makao hayo mazuri yeye aliyomjengea waishi milele. Hakuna kitu kingine ambacho kingekuwa muhimu kwake yeye.
yeye asingetaka kitu kingine chochote. Yeye angeridhika mno na kutosheka na ufunuo, kujua yeye bwana harusi ni nani na yeye bibi harusi ni nani. Yeye bibi harusi angejua kwamba yeye bwana harusi angelitimiza neno lake. Yeye angetimizwa akijua yeye ndiye yule ambaye yeye alimchagua kuwa bibi harusi wake. Ndugu na dada zangu, Mungu mwenye nguvu wa mbingu na nchi alitazama kote katika umilele na akawachagua ninyi kuwa bibi harusi wake kipenzi aliyowachagua. Ninawaalika mje muungane nami na sehemu ya bibi harusi wake Jumapili hii, wakati yeye anapozungumza kupitia malaika wake mwenye nguvu na kutuambia sisi ndiyo bibi harusi wake aliyowachagua. Ndugu Joseph Branham. Ujumbe 65-0429 kuchagua bibi harusi. Muda saa 6 mchana masaa ya Jeffersonville, ni saa 1 jioni Afrika Mashariki. Maandiko matakatifu: Mwanzo sura 24 mstari wa 12 hadi wa 14. Isaya sura ya 53 mstari wa 2. Ufunuo sura ya 21 mstari wa 9.